Tunajifunza somo lenye kichwa kinachosema hofu ya Mungu. Kichwa cha somo la leo kinasema hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu. Tuanze kwa maandiko. Twende kwenye kitabu cha Zaburi ya pili mlango huwa sitangulii kuambia kwamba andaa sehemu fulani. Nataka tukitamka mstari uweze kutafuta papo kwa papo. Huyo ndio Mkristo aliyekomaa, aliyepevu. Anajua kuchakata Biblia yake vizuri. Zaburi ya pili mstari wa 11 Biblia inasema Zaburi ya pili mstari wa 11 anasema mtumikieni Bwana kwa kicho, shangilieni kwa kutetemeka. Kutetemeka, hivi unatetemeka kwa kitu ambacho unakichezea ni kitu chenye kutia hofu na kutisha. Biblia inasema Mungu wetu ni moto ulao. Kwenye kitabu tulichokimaliza. Ni moto ulao. Somo la leo linatukumbusha kitu ambacho kimeondoka katika jamii, zaidi sana kitu ambacho kimeondoka katikati ya Wakristo, cha kuwa na hofu ya Mungu. Cha kuwa na hofu ya Mungu. By the way, Mungu tunasema ni Mungu yupi? Sio kila Mungu. Iko inayojiita miungu iko mingi. Naongelea Mungu anayetambulika kwa jina la Yesu Kristo. Mungu asio katika utatu wa Baba, Mwana na Mtakatifu sio Mungu. Tunaongelea Mungu wa Utatu Mtakatifu. Tunaongelea Mungu tunayosoma habari zake kwenye Biblia. Kama una Mungu wako ambaye umemtengeneza au ni kinyago chako nini, hatuongelee hicho. Ongelea Mungu ambaye ni roho, ambaye alivalishwa mwili katika nafsi ya pili ya Kristo, lakini habari zake zimeelezwa, sheria zake ziko kwenye Biblia, neno lake kwenye Biblia, uzima wake umeelezwa kwenye Biblia. Ni habari za hizo tunazoziongelea, kuwa na hofu naye. By the way, nitangulia kusema baadaye tutakuja kuona kwamba kuna aina mbili za hofu ya Mungu. Kuna hofu mbaya na hofu nzuri. Sisi tuko tunaongelea ile hofu nzuri, lakini tutaigusa hofu mbaya ambayo hatutaki kuwa nayo. Leo hii ni kama falsafa ya imani za dunia hii, hasa by the way, kila mwanadamu aliye na pumzi kwenye mianzi ya pua zake hii anatakiwa amhofu Mungu wake bila kujalisha kwamba ana Biblia hana Biblia. Kumhofu Mungu ni nini? Ni pale unapofanya kitu ambacho Mungu hakimpendezi, kiko kinyume na maelekezo yake, ukakifanya, kwanza ukaepuka kukifanya. Lakini ukikifanya una wasiwasi, unasema kwa kweli ni hatari. Mungu yupo anaona. Leo hii mwanadamu anaenda anavyotaka, anaanzisha kanuni zake na matendo yake yote bila kujali kana kwamba Mungu amesema, hajasema, amekataza, hajakataza. Naomba nikurudishe somo hili katika ile tabia ya awali. Ya kumhofu Mungu na kuhofu vitu ambavyo. Ngwambie, hii ni tabia ambayo pia na mtoto mzuri anatakiwa naye kwa wazazi wake. Anakuwa na hofu, mzazi anaweza mtoto leo anaweza kufanya kitu anasema haogopi. Sasa zamani ulikuwa ukikaa ukishafanya kakosa kako, unahesabu jioni itafika haya. Lakini nimesahau. Bahati mbaya. Kirahisi tu. Ngombe usipomhofu Mungu utamhofu na mzazi. Na vice versa. Na usipomhofu mzazi utamhofu Mungu. Lakini leo ngoja tuangalie hofu ya Mungu. Kabla sijafanya kitu kilicho kinyume na mapenzi ya Mungu, ni kwanza nafsi ni korokocho fulani. Wakati mwingine nikiache tu kwa sababu naogopa Mungu amekataza. Tumesoma kwenye Zaburi ya pili mstari wa 11 anasema mtumikieni Bwana kwa kicho. Biblia ya Kiswahili imetumia neno mara nyingi kabisa inayoitwa kicho, kumcha Mungu. Kidogo haileti maana halisi ya neno lenyewe. Nani ananisikia? Kicho ni nini? Kicho hakieleweki. Sio lugha tunayotumia kwanza kila siku. Miongoni mwa vitu vinavyotumika na dini za dunia hii kujaribu kuondoa mambo ya Mungu ni pamoja na kutumia maneno ambayo hayana maana halisi ya lile neno. Anachukua ukisoma kwenye King James muda wote ambapo ameweka kicho, ameweka kumcha Mungu, kwenye nafasi yake katumia neno fear.
Mtu ambaye anaongea lugha ya Kiingereza, neno fear halina mjadala, ni hofu. Ni kuogopa. Lakini huku anasema kicho. Kicho ni nini? Hata nikikuuliza hutakieleza maana. Kicho cha Mungu haina maana, lakini muda wote tutakapokuwa tunasoma neno kicho au kumcha Mungu, nafasi yake weka hofu. Najiuliza kwa nini hawakutafsiri kwa kuweka neno linaloweka ikimaanisha hofu ya Mungu. Mara chache sana akatumia neno hofu. Sehemu nyingi atumia kalificha kimaanisha akitumia neno kicho kumcha Mungu, mcheni. Ambayo haina maana mbaya, lakini sio neno lenye kuleta uhalisia wa jambo. Sio neno lenye kuleta uhalisia wa jambo. Amin. Kwa hiyo kulingana na neno hili, ili ufunguzi tu, hili tulilosoma mwanzo hapa Zaburi ya pili, Mungu anatutaka kumtumikia kwa hofu na kumshangilia, kumtukuza lakini tukiwa tunatetemeka kwamba tunashughulika na Mungu. Sehemu nyingine anasema Mungu wetu ni moto ulao. Sehemu nyingine anasema ni jambo la kutisha kuangukia katika mikono ya Mungu aliye hai. Haya maneno tuliyamaliza kwenye kitabu cha nini? Kwenye kitabu cha Waebrania. Sihitaji kurudi huko. Lakini najaribu kwanza kuleta muktadha wa somo na ile fikra ikusudi iweze kufikirika vizuri. Ikusudi somo litakapokuwa linahubiriwa, tu tunajua tunaongelea nini. Jamani, hem tuulizane. Twende kidogo. Tuache labda kuongea sana, tuje kutafakari zaidi. Leo hii mambo yanayohusu Mungu, makatazo ya Mungu, vitu ambavyo unaweza kuvita dhambi, kuna vinatisha watu tena? Haviwatishi. Hebu ngoja niulize. Nani anaumba mtoto kwenye Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia. Anasema kabla sijaumba tumboni mwa mama yangu, labda na baba yangu kwa pamoja. Nani anaumba mtoto kwenye tumbo la baba yake na mama yake? Si Mungu. Lakini zinapopita sheria tena kutokea kwa mataifa ya Kikristo kwamba kuwepo na uhuru, kuwepo na kliniki za kunyofoa hizo mimba na nini, hofu ya Mungu ipo? Hamna hofu ya Mungu. Haipo. Tuendelee mbele kidogo. Tusome kutoka katika, bado tulikuwa tunajaribu kujenga hoja. Lengo la somo hili ni nini? Ni kukufundisha wewe na mimi na wewe unayetusikiliza popote pale ulipo, kurudisha ile tabia ya kuhofu mambo ya Mungu na kumuinua Mungu. Kumuinua Mungu sio kusema Mungu atakuinua huko juu. Kumuinua Mungu ni kule kuonyesha kwamba mambo yake ni masharti, ni mamlaka, ni sheria, tunatakiwa tuko chini yake. Akisema anashusha maelekezo, sisi tunayapokea na kuyatenda. Soma katika kitabu cha Isaya mlango wa mwisho. Isaya mwisho pale ni mstari wa 66. Mstari wa pili anasema maana, Isaya 66:2. Anasema maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Anayesema ni Mungu huyo. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekae asikiapo neno langu. Mungu anapendezwa, anamwangalia yule mtu ambaye neno lake linamtetemesha. Musa alipokutana na Mungu kwenye kile kijiti kile kinachowaka ambacho hakiteketei, alionyesha hofu na akainama kasujudu. Na sehemu nyingine. Ni mapenzi ya Mungu. Leo hii ndani ya makanisa
kuna kama unajua shetani lazima aanze kupiga pale ambapo anajua ndipo ambapo pangetumika kumtukuza Mungu. Akishapiga hapo huku kwingine duniani hahangaiki. Ndio sio? Tuanzie makanisani. Leo makanisani kuna kama yani mwenendo fulani au utaratibu wa Mungu anafanywa kwanza anaweza kafokewa. Wewe bwana huku ni kumfokea. Tutakuja kuona baadaye mbele kidogo. Si kama ni mbele sana kiasi gani. Tunaona Ibrahimu anapoanza kuongea na Mungu kwa habari ya Sodoma, anaongea kwa hofu na kutetemeka. Nani rafiki wa Mungu? Lakini leo manabii anaweza katoka akasema leo naenda kumleta Kristo kwenu akawafanyie. Yaani kana kwamba ndiye anamuongoza. Yaani ni kama remote anasema Kristo aweka hapa. Yaani kama anamchezea. Hapana. Mimi hapa ninachowafanyia ni kuwafundisha kuwa na hofu ya Mungu. Kwamba ninaweka, kwamba napiga kelele ni kule kujaribu kuyapenyeza kwenye mioyo yako. Na wewe unayotofauti na mimi mwenyewe. Lakini unaona kwamba kila wakati ninapoongelea habari ya neno la Mungu, maelekeo ya Mungu, amri ya Mungu, ninayapa sifa na utukufu mkubwa. Ndicho anachokifanya. Lakini mtu mwingine anacheza tu. Kuna mmoja anasikia yuko kule Arusha. Sijui ndo nabii mkuu. Kabla utaje jina lake unataja vyeo vyake kama 5 mbele. Nabii mkuu, mheshimiwa, doctors, vitu gani mbele. Alafu ndo unamtaja jina. Akaulizwa na mwandishi mmoja hapa Tanzania. Anasema lakini wewe waumini wako ni maskini wa kutupu. Na wewe angalia utajiri wako. Juzi alionyesha magari yake si Land Rover tu peke yake anatisha. Anasema hivi Kristo akija kwa mfano itakuwaje? Yaani na alikuwa anamuuliza ni Muislamu, sitaki kuwataja watu. Akamwambia kwanza anaongea kwa kiburi kingi. Kwanza najua naamini Kristo atakuja na mtazamo tofauti. Anaongea kwa kiburi kingi kabisa. Na kweli anacho, Land Rover zimejaa. Kwanza tataka yale magari yangu aendeshwe katika hayo. Viko kwenye mtandao. Alafu kesho yake watu wanasafiri kwenda kudanganywa na huyu. Kabisa. Ni kwa sababu ni viziwi, kiziwi akimuongoza kiziwi, kipofu akimuongoza kipofu, wote watatumbukia shimoni. Mwanafunzi ni kiziwi, ni kipofu, vile vile na mwalimu wake. Lakini hayo maneno peke yake yalikuwa yanatosha kujua kwamba huyu hamtumikii Kristo. Hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu. Tunachoongelea. Hivi mtu niwahi kumwona mmoja watu wanakaa wanainama chini na kupiga magoti na mikono iko chini na miguu minne yote. Alafu anakanyaga juu yao anaanza kuhubiri. Hapo kuna hofu ya Mungu hapo? Hata kidogo. Soma katika kitabu cha Malaki mlango wa kwanza, kile kitabu cha mwisho kwenye Agano la Kale. Agano la Kale linapoishia pale kabla ya Mathayo, kuna kitabu kifupi fulani baada ya Zakaria. Na kitabu cha Malaki mlango wa kwanza mstari wa 6 nasema, Malaki 1:6 nasema hivi. Mwana humheshimu baba yake na mtumishi humcha bwana wake. Kumcha nishasema neno hilo Kiswahili chake ni kumhofu. Humhofu bwana. Mtumishi wa kweli anamhofu bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, hofu yangu, kicho changu kiko wapi? Bwana wa majeshi awauliza ninyi, enyi makuhani, watu au wanaojiita makuhani, watumishi. Hofu yangu iko wapi? Kwa lugha nyingine ni mapenzi ya Mungu, anategemea ahofiwe, aheshimiwe na kutetemekewa. Huku nyuma ametoka kusema kwenye kitabu cha
cha Isaya 66 pale 2 anasema mwenye sio kumtetemekea Mungu wa kufikirika, ni yule ambaye neno lake, sheria yake mwenye kulisikia na kulitetemekea. Anasema huyu ndiye nitakayemwangalia, mwenye mtu aliye maskini, mwenye roho iliyopondeka, mwenye kulisikia neno langu na kulitetemekea. Leo hii mtu akisikia neno la Mungu anasikia kama ni neno la mizaha. Ngoja lisemwe na kiongozi mkubwa. Linaheshimika kweli kweli. Mwambie tujifunze kuheshimu neno la Mungu zaidi kuliko la wanadamu. Hata kama ni mwanadamu mkubwa anayeishi popote pale kwenye uso wa dunia. Neno la Mungu ndio liko juu zaidi. Ndio la kuhofiwa. Kama ni la kuweka kulikalili kifuani maoni mwako, kalili la Mungu kwanza. Ya wanadamu yatafuata baadaye. Amen. Amina. Hofu ya Mungu. Mungu anatutaka leo hii Wakristo wanamwogopa Mungu, wanamwogopa shetani. Shetani, si ndio? Shetani, usiku huu ondoka. Uliyekuwa umejiinua, kama ulikuwa unazunguka utawanyike, ubadilike huo upepo, rudi kule. Hawakumbuki hata kumsema Mungu wao, wanamsema shetani eti ndio wamemwogopa wakati unacheza naye mchezo wa upato. Lakini neno la Mungu linatuambia kwenye Mathayo, tulikuwa kwenye Malaki kulia kidogo, kuna kitabu cha Mathayo, toka kwenye Malaki nenda kwenye Mathayo 10. Sikiliza maneno haya ndugu yangu. Nisikilize vizuri. Nisikilize vizuri. Mathayo 10:28. Anasema. Wewe anayesema ni Mungu. Msiwaogope wauao mwili, wasiweze kuiua roho. Afadhali muogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Kulingana na neno la Mungu, Mungu anasema niogopeni mimi kwa sababu ndiye nina uwezo wa kuua mwili na roho nikaitupa kwenye jehanamu. Je, amesema msiniogope? Nicho alichosema? No. Anasema muogope. Msiogope hivyo vitu vingine. Sasa vinaweza kuwaua tu basi. Na havitawaua. Hakuna atakaye kufa katikati yetu kwa sababu ya wanadamu, kwa sababu ya vitu vya dunia hii. Lakini siku Mungu atakapomaliza kuweka signature yake, na imagine kama ni signature, tutaondoka kwa wakati tofauti. Hapa wote tulipokusanyika hapa kuna tarehe tutakuwa hatupo tena wote. Sijui ni lini. Lakini ni mikononi mwa Mungu. Wao anasema mimi ninawafundisha wa kumuogopa. Nyie mnaolala mnamuogopa huyo shetani. Leo hii Wakristo wakiomba wanamtaja nani? Shetani zaidi. Shetani toka. Shetani ingia. Shetani ruka. Shetani cheza. Jinga kabisa. Mungu anasema hapana, huyo asiwatishe, hamna kitu huyo. Kumuogopa ni mimi mwenyewe. Hicho anachowaambia. Kwani amesemaje? Wa kumuogopa ni nani? Mungu anasema msimuogope au tumuogope? Tumuogope. Na ametoka kusema. Tunaona kwenye Mathayo 10:28. Hem, twende kwenye Agano la Kale. Ruka kabisa kule ndani kwenye Agano la Kale. Kitabu cha Mithali. Hem, tusikilize vizuri. Mlango wa leo, somo la leo ni fupi na kuhakikishia kabisa. Somo la leo ni fupi. Mithali 10:27 nasema. Mithali 10:27. Anasema hivi, kumcha Bwana, ambayo tulishasema ukitaka kuelewa maana ya neno kumcha Bwana kwenye Kiswahili cha kawaida ni kumhofu, kuwa na hofu ya Mungu. Kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu, bali miaka yao wasio haki itapunguzwa. Wewe tukimcha Mungu, matokeo yake anatuongezea siku za kuishi. Kwanza ana furaha na sisi. Ana furaha na sisi. Kumcha Bwana kuongeza. Nani anapenda kuwa na siku nyingi? Kabla hujaanza kusema Bwana niongezee miaka, Bwana nipe. Hapana, mche Bwana. Mhofu Mungu, utajikuta automatically anakuongezea siku tena za kuishi na zenye afya. Mithali tulikuwa kwenye 10, twende kwenye 19.
Mstari 19 baadaye tuende mstari 22. Kwa hiyo unaelekea huko. Mstari 19 soma mstari wa 4 anasema hivi. Kwa hiyo tunaona kumcha Bwana kunaongeza siku za kuishi. Mstari wa 4 anasema utajiri huongeza rafiki wengi. Mithali imesema ngapi? 19:23. Samahani. Anasema hivi. Kumcha Bwana ambacho tulishasema ni kumhofu Mungu. Kumcha Bwana huelekea uhai. Yaani kumcha Bwana, kumhofu Mungu kunatupeleka kuelekea kwenye kunatuelekeza kwenye uhai, kwenye uzima. Kuelekea uhai. Atakaa ameshiba hatajiriwa na ubaya. Mungu sio dhalimu. Kiacha kama anatupa miaka mingi na nini, lakini anatupa pia na mahitaji yetu. Ndiyo. Mithali tulikuwa kwenye 19 twende 22. 4 anasema hivi. Thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana ni utajiri na heshima nayo ni uzima. Naona kwamba vyote vinatupeleka kwenye uhai, uzima, siku za kuishi. Mithali 22:4. Siku za kuishi. Uhai. Leo hii watu tuna struggle na magonjwa na hofu za vifo. Wewe badala ile hofu ambayo ulikuwa nayo kwa kifo ihamishie kwa Mungu. Hicho kifo kitakukimbia. Ndivyo neno la Mungu limesema. Leo hii kuna watu wana hofu na vifo. Kifo. Hivi ukikofu kifo, ngoja nikuulize. Ndio utakuwa umekisogeza? Kujidanganya. Kuna watu wanaishi roho zinadunda mkononi. Tuende katika kitabu cha tuende kushoto zaidi Nyakati. Nyakati wa kwanza 16. Mimi nishafika huko kama hujafika bahati mbaya mimi naanza. 16 Nyakati wa kwanza 25 anasema kwa kuwa Bwana ni mkuu mwenye kusifiwa sana na wa kuhofiwa kuliko miungu yote. Wa kumhofia ni nani? Ni Bwana. Hapa ndo katumia lile neno lozoeleka. Wa kuhofiwa. Leo hii watu wanahofu miungu, anasema Bwana ni wa kuhofiwa kuliko miungu, si ndio? Lakini leo hii watu wanahofu miungu. Leo hii mtu akienda akaona nazi tu karibu na njia panda pale. Anaweza akaahirisha njia akarudi nyuma alikotoka. Au akapita huko kama ni kanyaga misumari mradi tu ile miungu. Wakati mwingine usihangaike nayo. Shetani yupo hutamfanya chochote. Pita pembeni endelea na shughuli zako wala usifikirie mara mbili. Kabisa. Wala sikufundisha kwamba inabidi uwe jasiri hapo hizo nazi ukifika pale ikamate uile. Nini wakusikia eti warokore si ndo matejie. Eti alienda akakuta kuku ametupa nani mlangoni kwake na nini eti kwa ukaidi tu kumkaidi shetani akamchukua yule kuku akamla. Kwa mpumbavu. Utakuja kula kipindupindu. Puuzi. Puuzia takataka zile. Shughulika na Mungu wako. Hoja ya pili. Tuangalie hoja ndogo ndogo fupi za mistari miwili chache kabisa. Hoja fupi za kutukumbusha hili somo tu. Leo kwa nini naweka hoja hizi? Ni ili kusudi nisieleweke vibaya. Kwa mfano hoja ya kwanza nasema imetupasa kumpenda Mungu kuliko changanywa na kumhofu. Yaani lazima viende pamoja. Kumhofu Mungu sio kusema kwamba ujitenge naye ile Mungu mkaa mbali naye. Ni hofu ya upendo. Hofu ya hivi ni vigumu sana kuunganisha hivi vitu viwili. Hii ndio nishasema ni ndio mtoto mzuri na of course na mzazi mzuri. Sasa mtoto anaweza kama mzuri mzazi kama mbaya. Lakini vinatakiwa vikae pamoja. Ana hofu na kumtii kwa pamoja.
Kimsingi ndivyo inatakiwa mke kwa mume. Ndio utii ule. Ndiko kumcha. Ndiko ambako huwezi ukacheza na maelekezo yake. Sio kwa sababu unaogopa asifanye nini, ni kwa sababu tu isije kaleta maelewano mabaya. Hem tuangalie vipengele hivi viwili. Hoja ya kwanza, hem tumwangalie Ibrahimu. Nafikiri katika watu wa kujifunza mambo yao wanavyohusiana na Mungu wao, huwezi kumpata tofauti sana na Ibrahimu. Na wengine lakini Ibrahimu ni miongoni mwa hao wa kwanza kabisa. Hem tuangalie mahusiano ya Ibrahimu na Mungu wake. Walikuwa wanaongea kama mtu na rafiki yake, Biblia inasema, lakini ndani ya ule urafiki na upendo kuna Ibrahimu anajua huyu ni mkuu, mimi ni mdogo. Kuna upendo kati ya huyu mume na mke, lakini yeye anasema huyu ni mkubwa wangu. Ni kichwa changu. Mwanzo 18:27 anasema hivi. Mwanzo 18:27 nani ashafika hapa? Mwanzo 18:27 anasema Ibrahimu akajibu akasema, basi nimeshika kusema na Bwana, nami ni mavumbi na majivu tu. Sihitaji kuendelea mbele sana. Ibrahimu alikuwa yuko anajaribu kama kujadiliana na Mungu kwa habari za namna ya kuisalimisha Sodoma na Gomora. Akaanza kwa anamwambia, anasema vipi ukikuta 50, ukikuta 45, ukikuta 30, ukikuta 40, ukikuta 30, ukikuta 10. Lakini wakati yuko anajaribu kuleta mjadala na Mungu, hawakuwa wanajadiliana kama mtu na mshikaji. Sehemu moja kabisa akajikumbuka nafasi yake, mimi ni mwanadamu, huyu ni Mungu. Akasema, sasa Bwana, tazama nimeshika kunena na Bwana. Yaani ni kama nimekanyaga sehemu sio ya kawaida. Na akamkumbusha Mungu, anasema mimi ni nini? Mimi ni nini? Ni mavumbi na majivu. Leo hivi ngoja kuulize, mtu anajiita ni nabii mkuu kama yule, anaweza akasema ni majivu na mavumbi mbele za Kristo? Huyu ambaye anasema kwamba atamkodisha gari zake au atamwazima amuendeshe ndani ya Arusha. Hapo kuna hofu ya Mungu. Ukishakosa hofu ya Mungu, hata kama unatenda mazuri kiasi gani, umefarakana na Mungu. Umefarakana na Mungu. Farakana na Mungu. Watu tunaona mfano mzuri wa Ibrahim. Anajadiliana na Mungu ndio. Ni rafiki wa Mungu ndio, lakini anakumbuka nafasi yake, mimi ni majivu, mimi ni mavumbi. Nimeshika kusema na Bwana, sio kitu cha kawaida. By the way, tutakuja kuona mbele. Tunapokuwa tunaomba lazima tuombe katika kichwa na hofu na kutetemeka. Tusome Mathayo 8. Mathayo 8 tuko kwenye Mwanzo, maana yake tunaenda kwenye kitabu, tumetoka kwenye kitabu cha Mwanzo wa Agano la Kale, tunaenda kwenye kitabu cha Mwanzo wa Agano Jipya, ni Mathayo. Mathayo 8 mstari wa 8 pale anasema. Huu ni mstari maarufu sana, nikiusoma utakuwa ulishakusikia, hasa kama ulishakaa kwenye makanisa ya Kikatoliki. Wanaenda wanachagua kama mstari kamoja kwenye Biblia wasioiamini wanakafanya kwao. Mathayo 8:8 anasema hivi. Yule akida akamjibu, anamjibu Yesu. Akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Wao wamebadilisha wakasema na roho yangu. Ni mtumishi, alikuwa anamwambia mfanyakazi wake wa nyumbani. Yaani yule mtu alikuwa kiongozi, alikuwa jemedari. Katika watu wenye kiburi cha nguvu na wanajeshi ni namba 1, ndio sio? Lakini hakukumbuka jeshi lake. Hakukumbuka cheo chake, hakuangalia nyota zake. Alimwangalia Yesu. Akasema, Bwana, uhitaji atakuja ndani ya nyumba yangu. Yaani wewe ni mkuu, hustahili kuhangaika kuingia ndani ya chini ya, yaani dari langu halina viwango kwako. Halitoshi. Wewe sema tu, kwa nguvu ulizo nazo una uwezo wa kutoa maelekezo, jambo hilo katokea hapa. Yesu alishangaa, sema hii imani sio kuona popote pale. Na huyu hakuwa Mwisraeli wala Mwebrania, hakuwa Myahudi. Alikuwa mtu wa mataifa, alikuwa Myunani.
Ni alianza akasema bwana na mimi ni askari. Juu yangu nina wakubwa wangu na chini yangu. Wale walioko chini yangu nikimwambia nenda naenda, nikimwambia njoo anakuja. Yaani nina amri. Wewe una amri kubwa. Unaweza kuamrisha kitu kikatokea hivi hivi. Usihangaike kuja nyumbani kwangu, hapa kufai, hapa kustahili, wewe ni mkubwa kwangu ni kuchafu, ni kudogo. Mimi alikuwa na mjumba mzuri, Yesu alikuwa haweza akifika pale nyumba yake ilikuwa mbaya kuliko ya huyu. Lakini anasema thamani yako, ukubwa wako, cheo chako, ukuu wako, utakatifu wako huna sababu ya kuja chini ya dari langu. Wewe semea hapo tu. Yesu akasemea hapo na mtumishi akapona. Maana yake ni nini? Aliongea kwa hofu. Alikuwa anaona hofu ya Mungu. Of course ni imani. Kwa sehemu kubwa ni imani, lakini na hofu ipo. Huyu mtu huu utakujaje kwenye sehemu chafu kama ile kiroho? Ni sana, hebu ngulize wewe hapo. Leo atokee labda tuanze na wazimu. Anakuja nyumbani kwako. Utakuwa unajisikia vizuri? Utakuwa na hofu kidogo watu wa usalama watakuwa mimi. Yaani unaona bora usemee huko mkuu. Mimi ninachokitaka kiishie huko usije kwangu ni madogo mno. Wewe ni mkubwa mno. Lakini kwa Yesu Kristo ni mkubwa zaidi. Ndicho kilichoandikwa. Kwa hiyo tunaona kitu cha kwanza imetupasa kumpenda Mungu lakini na kumhofu. Hao watu Ibrahim alikuwa anampenda lakini alikuwa anamtii. Huyu mtu alikuwa huyu jemedari alikuwa anamhofu lakini anamtii na kumhofu. Yote kwa pamoja anahitaji huduma yake lakini anampa cheo chake. Mlinganisha yule Farisayo kwenye Luka 8. Farisayo akamuita alianzia Luka 7 mwishoni kwenda Luka 8. Akamkaribisha ndani ya nyumba na nini? Wakaanza kula nini? Akaingia yule Maria Magdalena akaanza kulia machozi na kumnyunyizia machozi na kumfuta kwa nywele zake. Yule Farisayo huyu jamaa angekuwa anajua na huyu ni kahaba lakini hana ufahamu. Yaani akawa anamshangaa kama kahaba liko linamgusa halijui. Alikuwa haamini kama Yesu ana nguvu zozote. Hata Yesu akamwangalia akasema ngoja nimpasulie huyu. Simoni nataka kukuuliza kitu kimoja. Hem niambie. Mtu mmoja alikuwa anadaiwa 500, dinari 500, mwingine 50. Wote wakasamehewa na huyu. Je, ni yupi ambaye atampenda mwingine zaidi? Akasema nadhani ni huyu wa 500. Kwa sababu ni nyingi zaidi. Akasema umeamua vizuri. Huyu mwanamke tangu nimeingia hapa hajaacha kunibusu miguu yangu na kuisafisha. Mimi nimeingia hujanipaka mafuta kichwani. Nimeingia na vumbi zangu, nimeanza kula sijanawa. Mtu anakupa chakula unafika nyumbani hata hakunawishi. Hivi ushawahi kuona mtu anakupa chakula afu hakupi maji ya kunawa? Mimi nishawahi kunikuta. Mtu akupi hata maji ya kunawa. Yesu anasema kama hujanipa maji ya kunawa, hujanipenda, yaani mimi si chochote si lolote kwako, huniheshimu kwa lolote. Nisikie. Ngoja nikwambie somo la leo ni hofu ya Mungu. Nisikie. Tuwe makini na hofu ya Mungu. Tumuombe kwa kichwa na kutetemeka, kwa hofu na kutetemeka. Maombi yetu tulikuwa tunaangalia uhusiano wetu, lakini tuangalie maombi yetu yawe na hofu ya Mungu. Tunapoenda mbele za Mungu, tusiende kubwatuka. Tuende kama vile ni hivi mtu akikwambia kwamba unaitwa ikulu uende kaombe mambo unayohitaji. Utafika pale kizembezembe. Kwanza mikono utashindwa kuelewa uiweke miguuni, uiweke mfukoni au uiweke nyuma, uishikie mbele au uiweke kifua. Yaani mikono unatamani ingekatwa. Kwa sababu inakukwaza. Kwa sababu hujui jishikeje kwa hofu tu. Lakini kwa Mungu watu hapana, of course Mungu rafiki yetu na nini na neno lake ndio tunaloongelea na nini, lakini yote katika yote tunapoenda kumomba Mungu tumuombe kwa hofu na kichwa na kutetemeka.
Labda uko unaomba, uko kitandani kwako, inuka kidogo. Ndio. Basi piga magoti. Sio ile ya kila siku. Leo mnasimama, leo mnapiga magoti. Hapa zi mnasimama mguu mmoja. Hapa lakini kuonyeshe kwamba kuna kicho na hofu na kutetemeka. Hebu tuangalie Luka 18:11 mpaka 14. Huu ni mfano unaojua, sio mgeni. Lakini wakati niko naenda kule, niyo naendelea kuelezea, nifike pale nilikuwa tayari nishaupata. Nishaelezea. Huko kuna Farisayo na mtoza ushuru. Luka 18:11. Farisayo na mtoza ushuru. Wote wanamwomba Mungu huyu. Ila mmoja anaomba bila hofu, bila kicho, kwa sababu tu anajiona ni mkamilifu. Wewe mwambie, watu wanapofika pale pale kuna hofu na kicho kwa kweli? Hana. Atasema ndio, lakini ni uongo. Hivi ngoja niulize. Unaweza ukatoka hapa labda unamwomba labda ni kiongozi. Unaweza ukaomba ukatamani watu wote wasikie angani. Bwana tunaomba utubariki wewe. Mheshimiwa, nao haipo. Utakaa pembeni ukae naye mwambie, mkuu, mheshimiwa, nilikuwa naomba unisaidie hiki na hiki. Unatamani watu wasisikie. Na Yesu anatuambia tunapomwomba tumuombe katika mazingira kama hayo. Ndio sio? Mathayo sio Mathayo, nimesema ni Luka. Luka 18:11 nasema. Yule tuanze mstari wa 9. Akawaambia mfano huu, watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Penye dharau hakuna hofu na kutetemeka by the way. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Mmoja Farisayo na wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake. Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma. Na mwezi mtukufu kabisa nafunga siku 30. Hutoa zaka katika mapato yangu. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni. Huyu mtu alikuwa na hofu, alikuwa hana hofu huyu wa pili. Bali alijipiga kifua akisema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Na waambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila jikweza atadhiriwa, naye ajidhirie atakwezwa. Tunaona kuna mmoja alikuwa hana hofu yoyote na Mungu. Yaani ni kama anajitapa mbele za Mungu. Mungu, mimi ni mkamilifu. Sihitaji chochote. Nafunga, toa zaka, nimekamilika. Niko vizuri. Kabisa. Alafu mwingine anajipiga wala hainuki, anasema Mungu nisamehe mkosefu mimi. Tunaona maombi yetu lazima yawe na hofu na Mungu ndani yake ili kusudi tuweze kujibiwa na kupokelewa. Mathayo 6 naweza nikafungua pale, naweza nisifungue pale. Ngoja nipafungue. Niwafungue lakini sitakaa sana. Mathayo 6 ni ile sala ya Bwana, inapatikana hata kwenye Luka 11. Mathayo 6 anasema mstari wa 9. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Kwanza ni Baba. Ni yetu. Manake Baba, manake ni mkubwa wako. Jina lake liinuliwe juu, litukuzwe. Ufalme wako uje. Lazima leo hii watu wanahangaika na ufalme wa Yesu Kristo, wanahangaika na mamlaka yao wenyewe. Mamlaka yao wenyewe. Basi aweze kupata kanisa la kutisha kubwa, aweze kukusanya utajiri mkubwa, aweze kushindana na wenzake. Nani mchungaji mwenye magari mengi hapa Dar es Salaam? Maneno kama haya aweze kushinda. Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Haya mambo yote yanayosema, hakuna hata ombi moja lililokushaanza. La kwanza ni kumsifu Mungu na kumuinua.
Maombi yetu lazima yawe na kichwa na utii na hofu ya Mungu. Alafu nipo naanza kumwambia Bwana, tunaomba pia na mkate na chakula na mahitaji yetu na msamaha na utulinde na majaribu, vitu kama hivyo. Lakini kinachoanza ni sifa za Mungu. Kinachoanza ni sifa za Mungu. Hoja ya pili hiyo. Hoja ya tatu inasema hofu ya Mungu hutukinga na dhambi. Tusipo mhofu Mungu vizuri, tutadumu katika dhambi zetu. Hebu niulize, huyu Farisayo alikuwa na hofu na Mungu, alikuwa hana hofu na Mungu? Alikuwa hana hofu. Huyu ambaye tumemuona alienda kusali akasema anatoa zaka, anafanya kila kitu kizuri. Alikuwa hana hofu ya Mungu, si ndio? Dhambi zake alisamehewa dhambi? Hapana. Hofu ya Mungu inatuongezea msamaha. Hata akija mtu amekukosea, amenikosea. Kwa mfano mtu apite akugonge au akukanyage uumie. Alafu akaanza sema, sijali bwana, hamna shida. Yaani anaanza kama vile hamna tatizo. Tatizo si umeniuliza mimi, tatizo unaliondoaje? Lakini mtu anasema si samani bwana, si nilikuwa sijakuona, samani kidogo. Samee tu bwana. Yaani yaani maumivu yanapona pale pale. Huumii tena. Lakini mtu anakuambia sole bwana, hamna shida. Yaani anaanza kama vile usijali. Usijali wakati aliyeumia ni mimi. Usijali bwana. Mimi niombe msamaha, alafu ndio nitaamua kujali au kutokujali. Hofu ya Mungu hutukinga na dhambi. Kitabu cha Mwanzo, wewe sikiliza, sehemu yenye hofu ya Mungu dhambi inakuwa chache. Leo hii katika jamii ya Tanzania, katika jamii ya dunia hii, kwa sababu hofu ya Mungu haipo, dhambi zimeongezeka. Naomba nipige mstari kabisa. Zimeongezeka. Nimepiga mstari. Ndio, pasipo na hofu ya Mungu dhambi zinaongezeka. Ningeweza kusema hicho ndio kichwa cha somo. Amini ndio kipengele kidogo hicho. Pasipo na hofu ya Mungu dhambi zinaongezeka. Hem, tutoe mfano sehemu mbili tu tufunge. Anasema katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 20. Mwanzo 20 tusome mstari wa 11. Mwanzo 20:11 anasema. Huyu ni Ibrahim naye. Anasema hivi. Mwanzo 20:11. Mbona siuone? Ibrahimu akasema, kwa sababu naliona yamkini hapa hapana hofu ya Mungu mahali hapa, nao wataniua kwa ajili ya mke wangu. Ni hapa Ibrahim alikuwa ameenda akamwambia Sara mkewe, anasema bwana, tutakapokuwa tumefika huku kwa Wafilisti kwa Ahimelek, kwa Abimelek, watanimaliza. Wataniua, hawana hofu ya Mungu, hawaogopi Mungu. Yaani kwenda kuua mtu kwa ajili ya mkewe sio kitu cha ajabu kwao. Basi ili kusudi niokoe roho yangu, wewe uitwe dada yangu. Tutafika pale wewe ni dada na mimi ni kaka. Sasa baadaye ikatokea kama alivyohisi Ibrahimu, ikatokea hivyo hivyo. Baadaye matatizo yakaanza kuwapata kwa sababu ya Sara. Wakamuuliza sema, kwa nini sasa ulitudanganya bwana? Usingetuambia mapema. Na anasema, mzee, mngeniua hapa, nimeshapaona hapana hofu ya Mungu, mnaua ovyo ovyo. Ndicho alichokuwa kwa sababu hapana hofu ya Mungu, ikabidi niseme ni kwa ajili ya kujiokoa. Ujumbe tunapata jumbe nyingi ndani ya huu mstari, lakini ujumbe ninaolenga hapa ni kwamba ukikisha kosa hofu ya Mungu mahali, ni dhambi inalipuka, inaongezeka. Leo hii jamii iliyojawa na uvauchi, watu wanauza viungo vyao kama vile wanauza nini barabarani, ni kwa sababu hakuna hofu ya Mungu na hawajawahi kusikia Biblia inakemea. Ndio sababu. Maasi yanaongezeka. Machafu yanaongezeka. Tunaona pasipokuwa na hofu ya Mungu
watu wanaweza kufanya wanachotaka. Nikwambie, wewe Mkristo unayesikiliza, labda hujawa na mji wako, labda hujawa na familia yako, nyie vijana mlioko hapa, jitahidini uweke hali ya hofu ya Mungu ndani ya dari lako. Iwe ni mwaka ujao, iwe ni miaka 10 ijayo, utakapopapata popote pale. Pawe na hofu ya Mungu katikati ya watoto wako, katikati ya mji wako. Ndivyo ilivyo. Samueli wa kwanza mstari wa 12, mlango wa 12. Msikilizeni. Samueli wa kwanza 12. Mungu anasoma mistari miwili baada ya huu tutakuwa tumemaliza. Samueli wa kwanza 12 14 anasema hivi. Na uwaji Samueli wa kwanza 12 14 anasema kama mkimcha Bwana. Neno kumcha nishasema maana yake ni kumhofu. Kwa na hofu ya Mungu. Kama mkimcha Bwana na kumtumikia na kuisikia sauti yake, msiasi amri ya Bwana. Bali wewe uko kumcha, kumhofu Mungu sio kumuogopa Mungu. Ni kuhofu sheria zake, maelekezo yake, amri zake na kutokuzivunja. Na neno lake. Anasema kama mkimcha Bwana na kumtumikia na kusikia sauti yake, msiasi amri ya Mungu. Tena kama ninyi na mfalme anayewatawala mkimfuata Bwana Mungu wenu vema. Maneno yanayounganisha kumcha Mungu, kutokuvunja amri zake. Maana yake kunapokuwa na hofu ya Mungu kunakuwa kuna kutina amri za Mungu. Na neno lake, na maelekezo yake. Na naomba ieleweke, nikishasema amri za Mungu simaanishi zile 10. Zile ni sehemu. Ni neno lote la Mungu, ni maelekezo yote ya Mungu. Kwenye amri ya 5, usivae uchi barabarani. Usivae kimini. Kuna hiyo ni kuvaa vimini ni Mungu amezuia hajazuia. Je, imo kwenye zile 10? Ni amri ya Mungu lakini haionekani pale. Kwa hiyo tunaweza kusema ni kwamba amri za Mungu kwa Mkristo mchanga anamaanisha zile 10 na hazijui ziko wapi na hazielewi vizuri, lakini ni pana zaidi hapa. Hoja ya mwisho muhimu pia ni hofu nzuri hutuleta karibu, wakati hofu mbaya hutukimbiza. Kuna aina hofu nzuri na hofu nzuri pia. Kuna mtoto unakuta anamhofu mzazi wake hofu mbaya. Wanakuwa ni kama hofu ya panya na paka. Tusiwe na hofu ya Mungu kama paka na panya. Ngoja niwaonyeshe mfano wa hofu ya paka na panya ya mwanadamu na Mungu wake. Niwape mfano ambao ni mbaya tuepuke. Mungu anaweka vitu vibaya kwenye Biblia ili kusudi tusivifanye, tuviepuke. Tusome katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 10. Huu ni mstari wa pili kutoka mwisho, kwa hiyo tutakuwa tumemaliza. Baada ya hapa tutakuwa tunamaliza. Mwanzo 3:10 anasema hivi. Sikiza vizuri. Kuanzia 9 anasema Bwana Mungu akamwita Adam akamwambia, "Uko wapi?" Mstari wa 10 akasema, "Na alisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi niko uchi nikajificha." Hii ni alimwogopa Mungu, hajamwogopa Mungu. Ni hofu nzuri. Ni hofu mbaya. Wakristo mara chache wakitaka kuwa na hofu ya Mungu, hawawi na hofu nzuri, wanakuwa na hofu ya Adamu. Hapana. Tuwe na hofu ya Ibrahimu ya urafiki. Sio hofu ya Adamu. Hofu ya imani. Si kama tumeelewa vizuri. Nilikuwa naangalia kipengele kidogo nasema hofu nzuri ya Mungu kutuleta karibu na Mungu, bali hofu mbaya kama hii ya Adam kutukimbiza, kutuondosha karibu na Mungu. Tumalize kwa kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 10 mstari na Mitume 10 mstari wa 35 anasema. Kuna Mitume
10 kwa mtu anayesoma Biblia atakuwa anajua ni kisa kinamhusu Cornelio na Petro. Matendo ya Mitume 10 mstari wa 35 anasema hivi. Tuanzie mstari wa 34 anasema Petro akafumba kinywa chake akasema hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo. Mstari wa 35 nilikuwa na utafuta zaidi. Bali katika kila taifa mtu amchae, nishasema neno kumcha ndio sana kuwa na hofu. Amchae na kutenda haki hukubaliwa naye. Tunaona kwamba hii hofu ya wacha Mungu hii inawaleta karibu na Mungu, inawafanya wawe wakubaliwe na Mungu, wakati hofu hii mbaya ya Adamu ya kutokumcha Mungu, ya kuvunja amri zake, inatufanya tumkimbie Mungu, tujaribu kujificha. Hiyo kuna Wakristo wengi wanajaribu kujificha mbele za Mungu. Anajitahidi hata maombi yake yani siri zake zibaki kama ikiwezekana Mungu asizijue. Kwa hiyo leo tumejifunza somo linalohusu hofu nzuri ya Mungu, hofu ya Mungu. Naomba maneno kama haya mimi na wewe ambao labda uko mbali tujifunze kuwa tunayaweka kwenye utekelezaji, kwenye ufahamu. Isifike mle na kupita, isiwe njia tu ya kuteleza na kuondoka, bali ikadumu. Tujaribu kutafuta namna ya kuliweka kwenye utekelezaji wetu. Nani ananisikia? Basi Mungu awabariki sana. Tutakuwa tumeshapa. Bwana mbinguni nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Naomba baraka zako, neema zako, fadhili zako zikaambatane na kutawanyika na watu wako. Asiwepo wa kulia, asiwepo wa kuugua, asiwepo wa kulala macho, asiwepo wa kushinda njaa na kulala njaa, asiwepo wa kupungukiwa. Sababu Mungu neno lako linasema sitapungukiwa na kitu, kwa sababu wewe Mungu unatulisha na kutushibisha. Mungu tulinde na kutangulia. Siwepo pia wa kudhulumiwa na kuonewa. Mungu asiwepo wa kushambuliwa vile vile na ulimwengu na shetani anaoongoza. Bwana tunakushukuru katika haya machache. Mungu wa rehema tunakushukuru ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Pokea yote. Amen.